Mambo yanaendelea kuwa mabaya kwa rapper P Diddy ambaye kwa sasa anatumikia kifungo katika gereza la Metropolitan Detention Center Brooklyn nchini Marekani, na hii ni kwa mujibu wa rafiki yake wa muda mrefu sana ambaye anafahamika kama Chalup Fine, ambapo anadai kwamba P Diddy aliponea chupuchupu kukatwa kisu shingoni akiwa ndani ya selo yake, na hii ni kupitia kwenye mahojiano ambayo alifanya na Daily Mail. Fine amedai kwamba tukio hilo lilikuwa ni halisi kabisa, ingawa haijulikani kama ni P Diddy alipambana na mshambuliaji huyo au walinzi waliingia kwa haraka sana kuweza kutoa msaada, na kitu ambacho mpaka sasa hivi bado haijawa wazi ni kwamba ni kwa sababu gani pia amekutana na shambulio hilo ambalo P Diddy pia alikutana nalo. Na kwa mujibu wa Fine, kile ambacho amekizungumza, amesema kwamba kama yule mtu angeamua pengine kumuua, angefanya hivyo, basi ilikuwa ni kama onyo hivi kwa P Diddy kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea, lakini na jaribio hilo pia la kumtishia, huku akidai kwamba vitisho vya namna hiyo pengine haviwezi kumsumbua P Diddy hata kidogo, licha kwamba ni aina ya mtu pia ambaye tayari ameshakutana na changamoto nyingi zaidi ambazo zinakaribiana na changamoto hiyo pia ambayo amekutana nayo. Na inadaiwa kwamba moja kati ya sababu ambayo pengine inaweza ikasababisha changamoto hiyo ni kutokana na makosa ambayo P Diddy pia alikuwa ameyafanya kwa baadhi ya watu. Hivi inadaiwa kwamba kuna baadhi ya watu inawezekana akawa anajitokeza kwa ajili ya kulipiza kisasi kutokana na kutokubaliana na vitendo hivyo. Utafahamu kwamba P Diddy amekuwa gerezani tangu Septemba mwaka 2024 akishutumiwa kwa makosa mazito ya usafirishaji haramu wa watu kwa ajili ya ngono, lakini pia swala la utapeli na ukahaba. Na utakumbuka pia mwezi uliopita alihukumiwa kifungo cha miaka 4 na miezi 2 katika gereza la shirikisho. Lakini pia rafiki yake wa karibu ambaye ni Fine amesisitiza kwamba P Diddy bado ana nguvu na moyo wa chuma, akisema kwamba tukio hilo pia lilikuwa ni ujumbe wa kuweza kumtisha na kuweza kumonya kwamba mara nyingine pia anaweza asiwe na bahati kama hii pia ambayo pengine amekutana nayo kwa kipindi hiki hapa. So inawezekana pengine akutana na changamoto nyingine kama hiyo, ila asipate na nafasi ya kuweza kubaki duniani. Na kuunganisha pia na story ambayo inafanana na hiyo, ambapo hivi karibuni tulitoa story kuhusiana na tetesi ambazo zilikuwa zikidai kwamba huenda Donald Trump akatoa msamaha kwa P Diddy, lakini gumzo kubwa limeibuka tena mitandaoni huko pia likimhusisha Donald Trump, rais wa Marekani, likidai kwamba atamsamehe P Diddy au kumpunguzia kifungo star wa muziki ambaye ni P Diddy, ambaye kwa sasa anatumia kifungo cha miezi 50 jela. Lakini kutoka kwa upande wa Donald Trump, na aliulizwa hivi karibuni pia na vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na sakata hilo, majibu pia ambayo aliyatoa, akasema kwamba anatamani kufanya uchunguzi zaidi kuhusiana na sheria na kujua pengine ni kitu gani pia ambacho kimetokea, na baada ya hapo sasa atajua ni uamuzi gani ambao anaweza akautoa. Anadhani pengine inawezekana kama amedhulumiwa, so yeye msamaha atakaotoa ni kutokana na sheria itasema kitu gani. Hivyo tusubiri tuweze kuona ni maamuzi gani pia ambayo yatatolewa kutoka kwa Donald Trump na kifungo ambacho kinaendelea kikimhusisha rapper P Diddy. Mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Usisite kutuandikia kupitia sehemu ya comment, lakini pia usiache kusubscribe ili pia uweze kupata notification kila story ambayo inawekwa kwenye account yetu